Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kutoka kila kona ya Tanzania. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na ile barua ambayo unaambiwa kwamba kuna kiongozi mkubwa wa klabu kimoja hapa Tanzania amekwisha kusitukiwa. Taarifa zinazoenea kwamba kiongozi huyo amekuwa akihusika katika upangwaji wa matokeo katika mechi dhidi ya timu yake. Nini kinaendelea? Basi nikwambie kwamba endelea kufuatilia update zetu ambazo tunakuletea kila siku ili uweze kujua ni nini kinaendelea kunako anga la michezo, hasa kwa wakati huu hapa ambapo taarifa hizo zinaenea sana kunako mitandao ya kijamii. Bana, kama wewe ndo kwanza unajiunga nasi, hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za michezo kila siku kila wakati. Kama ndo kwanza hujasubscribe, basi nikwambie umekwisha kupita na taarifa nyingi ambazo kila siku tumekuwa tukiuletea hapa. Ili usiendelee kupita na taarifa zetu, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini pia usahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo, kutakufanya wewe uwe wa kwanza kuendelea kupata taarifa zetu tunazokuletea kila siku kila wakati mara baada tu ya kuhappen. Hapa sisi tunakuletea ili uweze kujua ni nini kinaendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, taarifa kutoka kwa Mwalimu Yanga. Ni moja kati ya mdau mkubwa wa soka, lakini pia ni shabiki na mwanachama wa klabu ya Young Africans. Bana, jana amekuwa akizunguka sana kwenye mitandao ya kijamii juu ya tuhuma ambazo amekuwa akiziweka wazi kwamba viongozi wa Young Africans baadhi kufungiwa na uongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi kutokana na sababu ambazo aliziainisha katika statement zake alizokuwa anazitoa. Bana, kuna moja kati ya taarifa ambayo toka jana asubuhi imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kusema FIFA imeandikia barua shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania TFF eti kuna uchunguzi inafanya kuhusu upangwaji wa matokeo na uchunguzi huo unamhusu kiongozi wa klabu. Mpango huu wa kutengeneza umepangwa ndani ya shirikisho la mpira wa Tanzania TFF kwa kushirikiana na mwandishi tapeli kutoka Ghana na mpango wa hovyo. Na Watanzania wanatakiwa kufahamu kuwa mwandishi Mickey Junior Official anatumika kuandika kwenye mitandao, ni raia wa Ghana na ni mwandishi wa udaku wa habari za michezo. Mickey anatumika kwa resti za wanaomlipa ili awaandikie wao vizuri na kuchafua wengine. Amekuwa akitumika kuandika habari nyingi za uongo kwa kuwasifia wanaomlipa. Mwandishi huyu kwa sasa anatumika katika shirikisho la mpira Tanzania TFF. Wamemleta nchini na kumlipia gharama zote walizo, na wamemtembeza katika ofisi za shirikisho Kigamboni na Tanga. Ushahidi wote wa kumleta na kumlipa tunao, na huyu ndiye amekuwa akitumika katika kuchafua klabu moja na interest za viongozi wa shirikisho la mpira Tanzania TFF. Na hiyo barua aliyoiandika kwenye mtandao wake wa kijamii kusema imetoka FIFA na ipo TFF, wakati wowote viongozi wa shirikisho pamoja na huyo mwandishi wao waliomnunua. Wanachopaswa viongozi wa shirikisho kujua ni kwamba ndani yao wapo wasiokubaliana na mpango wa hovyo na mipango yao ya hovyo hivyo wanavyovifanya, na kila wanavyopanga inafahamika, na wakiendelea na mipango yao ya hovyo tutawataja kwa majina kabisa ili wajue kuwa shirikisho lote litafungiwa, kwani tunajua mengi yanayofanyika ndani ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Hilo zao tunapata kwa sababu watu hawapendi dhuluma au uonevu wa mpira wetu. Baada ya mechi ya leo nitaitisha press kueleza kwa undani. Hii ishakuwa ni vita, lazima tushinde hata tukiwa tumekufa. Tupaze sauti wananchi. Bana, huyu hapa ni mwanachama wa klabu ya Young Africans. Huyu anajulikana kama Mwalimu Yanga, ambaye
amekuwa akitoa tuhuma hizi na amekuwa akiandika kwa mitandao ya kijamii, na kuna video mjongeo ambazo zilikuwa zikimuonyesha akizungumzia hili jambo, na video ambayo ilikuwa ikimuonyesha Mickey Junior, mwandishi kutoka Ghana ambaye anaandika habari za michezo. Hivi karibuni amekuwa akijizorea umaarufu kutokana na taarifa anazoziandika, lakini moja kati ya vitu ambavyo vinazungumziwa hapa kwamba ni kitu ambacho amekitunga. Hakuna kiongozi yeyote ambaye anachunguzwa na wala hakuna barua yeyote kutoka FIFA ambayo imekuja katika shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Bana, unaweza kujua kwamba hiki ni kitu ambacho kimetungwa na mwandishi huyu Mickey Junior ambaye ni mwandishi wa habari za michezo kutoka Ghana ambaye mpaka sasa yupo Tanzania. Kuna kiongozi wa klabu ambaye anasimamia timu kubwa barani Afrika ambaye atakuwa kwenye shida hivi karibuni. FIFA imetuma barua kati ya chama cha mpira wa miguu cha ndani na madai ya marekebisho yanayotolewa na dhidi yake. FIFA imeuliza shirikisho kufanya kazi kwa klabu na kutoa ushahidi wote wa michezo zaidi ya 8 ambayo matokeo yamedanganywa. Kwa kushangaa klabu hii na viongozi huwalipa wachezaji kufanya kazi dhaifu dhidi ya timu yake ili timu yake iweze kushinda katika mchezo husika. Rais wa shirikisho ana wasiwasi na amewasiliana na rais wa CAF, lakini pia FIFA na CAF imewaagiza juu ya urekebishaji wa mechi na ujanja wa mechi unaoendelea na uadilifu ulio hatarini siku za hivi karibuni zinazokuja. Bana, maandiko yamekuwa mengi sana huko katika mitandao ya kijamii, hasa katika taarifa hii ambayo imekuwa ikitajwa kwamba kuna kiongozi mmoja amekuwa akipanga matokeo na amekuwa akiwalipa wachezaji wa timu pinzani ambayo anaenda kukutana nayo ili waweze kucheza chini ya kiwango na yeye aweze kupata matokeo katika mechi husika. Unaona kabisa kwamba taarifa bado zinaendelea kuwa ni nyingi, lakini kuna za ndani kabisa ambazo zinaeleza kuwa kwamba kiongozi huyu anayezungumziwa hapa ni Engineer Hersi Said, rais wa klabu ya Young Africans, kwamba ndo kiongozi ambaye anahusika katika kupanga matokeo katika mechi za Young Africans. Bana, kuna taarifa ambazo zinaendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii zikisema kwamba baadhi ya wachezaji wa Tabora United wamekuwa wakipokea simu na wamekuwa wakipokea message kutokana na kwamba wanahitaji kupewa mkwanja ili wacheze chini ya kiwango na Young Africans aweze kupata matokeo katika mchezo huo. Na kuna sauti ya kipa wa Tabora United ambayo alikuwa akiongea na mtu akihitaji ampe mkwanja ili acheze chini ya kiwango, lakini hivi vyote havina uhakika kwa sababu pia watu pia wamekuwa wakitengeneza vitu kama hivi ili kutengeneza attention na kuonekana kwamba klabu moja ina shida, kutokana na kwamba pia Young Africans kwa sasa hivi imekuwa ni klabu ambayo ikifuatiliwa kwa ukaribu sana kutokana na vitu ambavyo vinaendelea na masakata ambayo Young Africans anayo na vitu kama hivyo. Kwa vitu vimekuwa vingi sana vikiendelea kuna kwa mitandao ya kijamii, na kuna moja kati ya taarifa ambayo imetolewa na mkuu wa mkoa kwamba anahisi pia wachezaji wa Tabora United wanaletewa bahasha alichokuwa na wataka yeye, kwamba bahasha zikija wao wapokee fedha lakini wafanye kazi kwa maslahi mapana ya klabu ya Tabora United. Bana, taarifa zipo nyingi sana, endelea kubaki nasi ili tuweze kuletea taarifa kuhusiana na kile kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania. Langu jina naitwa Dio, tuko tena katika update zingine. Bye bye.